katika maeneo ya juu ya Samburu, part of Samburu, Makinon, Puma, yani maeneo ya Kinango. Sasa hivi watu hawawezi kulima. Wakilima, yani saizi mahindi yako hapa, tayari ndovu wameangilia. Yani kuna ndovu mpaka sasa imekuwa hatari kwa usalama wa wananchi. Hayo maeneo yamekosa mvua kwa muda mrefu. Watu wanapambana na kiangazi na njaa. Mvua imeingia, wameanza kulima, ndovu nao wameingia ndani. Mheshimiwa Waziri, sijui mtafanya nini wale ndovu waondoke. Yani ni wasiondoke kesho, waondoke leo. Nimeona mama hapa wa KWS yuko hapa na anajua hiyo kilio ambayo tuko nayo. Ile sehemu sasa hivi watoto pia kwenda shule inakuwa ni ngumu. Usalama umekuwa umezorota. Kuna vifo vingi vimetokea kwa sababu ya ndovu. Ili swala la ndovu, dadangu, rafiki yangu, Mheshimiwa Rebecca, tafadhali litilie mkazo ili wale wananchi waweze kupata maisha. Kwa sababu sasa hivi maisha imekuwa dhiki kwa sababu ya ndovu. Ukulima umekuwa ni shida kwa sababu ya ndovu. Mbali na manyani, nyani hawi baharini. Lakini hawa wavuvi, Mheshimiwa Waziri, wanateswa. Kuna watu hapa tuliowapea kazi kama Coast Guards. Si ni watoto wetu? Si ni wa Kenya? Lakini wanatesa wavuvi. Pamoja na maafisa wa KWS, si washtaki, lakini nasema ule ukweli, siseme. Mheshimiwa Waziri, ningeomba tu kwa heshima, hii kazi ya uvuvi, kuna watu hapa wako na umri wa miaka 60 na wamesoma kwa sababu ya kazi ya uvuvi. Kweli si kweli? Lakini sasa kwenda hapa baharini imekuwa kizungumkuti. Ukishikwa kule na watu wa marine na watu wa KWS, samaki wa wala wa beach. Gabeli si gabeli. Samaki wa wala wa beach. Niombe tu, sisi sote ni wa Kenya, tuheshimiane. Wakati waziri amekuja kupromote mambo ya blue economy, tafadhali pia tulinde ile heshima ya utu. Kama kuna mtu ambaye pengine ameshikwa na makosa, sheria na katiba inatuongoza. So I really loved the words of the CEO kwamba we need to discuss and do some studies. What happens kama mtu pengine ameenda kuvua mbali na ile sehemu ambayo hairuhusiwi? Nafikiri tuwe watu na tusaidie hii jamii. Lakini vile ningetaka kuuliza KWS waweze kushirikiana na jamii ili tupate suluhu, tupate vile tutaweza tufanye kazi pamoja ili tuweze kupunguza madhara ambayo inaletwa na wanyama pori. Kwa hivyo KWS, mtakuwa mkienda kusikiza jamii, wasikie vile mnafanya, msikie maoni yao, ndio mkipata solutions ziwe zimetoka kwa wananchi. Kwa hivyo hayo tutafuatilia tukiwa Nairobi. Mambo ya ndovu. Kweli ndovu wanatoka nje ya hifadhi ya Tsavo wakienda maeneo ya Kilifi na pia part of Kwale, sana eneo ya Lungalunga, Taru, Samburu na mahali ambapo Deputy Governor anatoka. Na ni mzuri ulisema ya kwamba nilikuwa kwako. Kweli nilikuwa kwako. Basi kama shirika ya wanyamapori tunajua ya kwamba ndovu huwa inaharibu vitu mingi. Number 1, mnajua ya kwamba tuna compensation ya mtu ambapo anakufa kwa sababu ya ndovu, kuumizwa, mimea, mifugo na property. So number 1, sheria inatambua mambo ya compensation. But at management level, tunafanya kazi na shirika ya WRTI kwa mambo ya utafiti, wanatuelezea. Na sasa hivi tunafanya collaring ya wale ambao the matriarch ambao wanaongoza ile group ambao inatoka nje ya hifadhi ikifanya uharibifu. So we are collaring all the groups that is causing conflict outside there, so that at a click of a button tunajua yule ndovu ametoka nje na ako kwa maeneo ya wananchi.
na kwa hivyo we react or respond very fast. That is collaring. Number 2, tuko pia na issue ya strategy ya technology tunaita Earth Ranger, which is also part of that technology. Application ya Earth Ranger pia inawezesha sisi kujua wanyama wale waharibifu wako sehemu gani, real time. Then number 3, for the last 1 week now, kwa sababu tunajua over time, tumejua trend ya ndovu, vile wanatumia njia gani kuenda. We have studied them over time, so plan for resources, both finance and human. And for the last 1 week, we have a whole operation going on with a chopper and man on the ground trying to push the elephants back to Tsavo National Park.